Kila mwaka migogoro ya mirathi huathiri familia nyingi nchini Tanzania, huku wajane, watoto wakitajwa kuwa waathirika wakubwa. Hata hivyo, inabainishwa kuwa uandishi wa wosia unaweza kusaidia kulinda haki za warithi na kupunguza migogoro hiyo. Kutokana na hali hiyo, kampeni maalum ya kuhamasisha wananchi kuandika wosia imeanzishwa, huku ujumbe wake ukitarajiwa kufikishwa hadi kilele cha mlima Kilimanjaro kama ishara ya kuhamasisha mabadiliko ya fikra katika jamii. Safari ya kupanda mlima Kilimanjaro inaanzia hapa Lango la Marangu. Mbele yao kuna safari ndefu ya kupita misitu, miamba, baridi kali na barafu kuelekea kilele cha mlima. Lakini kwa washiriki wa kampeni hii, si safari ya kupanda mlima pekee, bali wamebeba ujumbe wanaotaka ufike kwa Watanzania wengi zaidi. Yaani, andika wosia, epuka migogoro ya mirathi. Tukio letu katika mwezi wa wajane la kwanza ni hili ambalo tunapanda mlima Kilimanjaro leo. Tunakwenda kupanda mlima Kilimanjaro na hasa tunataka jumbe zetu zifike kileleni. Wakati ujumbe unafika kileleni, umma wa Tanzania wote watajua ya kwamba ujumbe ni andika wosia. Wosia sio uchuro, wosia ni kujali na kuipenda familia yako. Tuliona kwamba tunaweza tukapasa sauti zetu kupitia mlima mrefu barani Afrika. Kwa hiyo tukachagua mlima Kilimanjaro ambao ndio pekee mrefu. Tukaona kwamba hizi nchi zetu za Afrika zinaweza zikapaza sauti za wajane kupitia huu mlima, na ndio maana tumekuja leo hapa Kilimanjaro na kampeni kubwa kabisa ya kitaifa inayoitwa The Kilimanjaro Widows Summit. Kwa nini The Kilimanjaro Widows Summit? Ikumbuke kwamba kila tarehe 23 Juni ni maadhimisho ya siku ya wajane duniani. Katika hiyo siku ya wajane duniani, tumeona kwamba mwezi Juni tunaita ni mwezi wa wajane kutokana na mwanzilishi wa siku hii ambaye ni Raji Lumumba, ambaye alifiwa na baba yake tarehe 23 Juni. Na yeye mwanzilishi wetu aliona changamoto anazozipitia wajane duniani. Akaamua kwenda Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba hii siku inapatikana kwa enzi wajane. Kampeni yetu ya The Kilimanjaro Widows Summit imebeba ujumbe wa andika wosia, kuepuka migogoro isiyokuwa ya lazima. Kuna migogoro ambayo sio ya lazima kabisa. Kama tu jamii itapata elimu. Tunaona kwamba changamoto kubwa kwa wajane ni kwamba baada ya mwanaume kufariki inaonekana kwamba nyumba ya mjane haina sauti. Kwa hiyo mtu yote anaweza kaingilia ile nyumba akasema chochote, akafanya chochote. Tukasema hapana, hii haiwezekaniki. Basi ibidi wenza wapewe hii elimu. Wosia sio kama ni kwa mwanaume tu. Wosia ni kwa baba na mama. Hata ujumbe wetu unasema wosia ni wa baba na mama. Na wosia ni kujali, wosia sio uchuro. Lengo ni kwamba umma wa Tanzania uelewe kwamba wosia ni sio uchuro, wosia ni kujali na kuipenda familia yako, kwa sababu baba, wewe ndio unajua kabisa, wewe ndio unayekinga ile familia, ndio una protect ile familia. Wewe haupo, sasa nani atakayewa protect? Kwa jina naitwa Tabia Makame Mohamed. Mimi ni mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya wajane Zanzibar. Tumezindua kitabu chetu kwa wasia kwa upande wa Tanzania bara. Nadhani ni jambo sahihi na ni jambo zuri. Kule Zanzibar tunafuatwa na sheria za dini. Kwa hiyo sheria za dini ndio zinachukua nafasi sana kwenye dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata hizo wasia pia nao ni muhimu, kwa sababu anapoandika mtu kisheria pia mahakama unaweza kuwa ukakubali kutokana na mwenyewe ameandika. Nadhani ni jambo la msingi katika muongozo huu ukaweza kufuatiliwa na kuweza kuwekwa taratibu, kila mmoja akaugusia, na tuombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia nao wasia muongozo huu upelekwe katika mashirika yote nchini Tanzania, hasa sehemu za haki, kwa ajili ya kuona kwamba vipi watu wanaweza kutoa elimu, wanaweza wakasaidiwa. Wadau na wataalamu wa sheria wanasema migogoro mingi ya mirathi nchini husababishwa na kutokuandikwa kwa wosia au kuandikwa kwa wosia usiofuata matakwa ya kisheria. Naitwa Harold Sungusia, ni wakili wa kujitegemea na mjumbe wa bodi ya Tawia, na nimehusika katika kuandika kitabu hichi kutokana na uzoefu pamoja na wadau mbalimbali ambao wametembelea, lakini ikiwa miongoni mwa wajumbe wa bodi, kwa sababu swala la wosia limekuwa ni changamoto kubwa. Lakini sio wosia peke yake, linaanzia kwenye mirathi. Migogoro ya mirathi hapa nchini ni mingi, na ukiangalia chanzo chake, watu wengi hawaandiki wosia, au wakiandika wosia wanaandika kwa kukosea. Kwa hiyo kitabu hichi kinatibu matatizo mawili kwa wakati mmoja. Kwanza, kuelezea misingi ya uandishi wa wosia, taratibu zake na aina za wosia zilizopo. Afu mara ya pili kinaelezea sasa namna ambavyo unaweza ukaepuka
kuandika wosia ambao utabatilishwa. Kwa hiyo watu waandike wosia, lakini waandike wosia kwa usahihi kwa kufuata misingi ya miongozo ya kisheria. Wosia kwa mujibu wa kesi ya Mahakama Kuu inaitwa kesi maarufu ya Rugazia, wosia ni tamko la mwisho la mtu kuhusiana na anachotaka kifanyike baada ya yeye kuondoka duniani. Mazikwe wapi, mali yake igawanywe vipi, nani asimamie mirathi yake. Hayo maelezo yote ya msingi, matakwa hayo ni kama vile mtu anazungumza matakwa yake akiwa kaburini. Ni lugha ya marehemu akiwa bado ameshazikwa, lakini tayari maelekezo yake yanaendelea kufuatwa. Mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema ameshuhudia na kushughulikia migogoro mingi ya mirathi katika mkoa huo, ikiwemo matukio ya wajane kunyimwa haki ya kumiliki mali za waume zao baada ya kufariki dunia. Ndugu zangu, nataka niseme wosia sio uchuro, kwamba nikiandika leo basi jioni nitaondoka ama kesho nitaondoka. Hakuna mtu yote hapa anayejua siku ya kuondoka, hayupo. Kwa hiyo ni vizuri tukiandika. Na kuandika ni maelekezo. Sasa lazima tuandike ili kuacha kutokuwasumbua hawa wajane baada ya sisi kuondoka. Amesema vizuri mkurugenzi. Anaweza kaondoka mwanamume akabaki. Lakini anaondoka mwanamke anabaki. Akibaki mwanamke, kama hujaandika, inakuwa shughuli pevu. Kuna watu wengine wanahangaika kutafuta, wengine hawahangaiki baba askofu kutafuta. Anajua kaka yangu ana mali, anamiliki maroli, anamiliki mabasi. Kwa hiyo kaka tu yeye mikono yake, amka asubuhi ni kulala na nini, anasubiri kaka yake ataondoka lini. Akiondoka tu, akishazikwa ile wiki ya kwanza, ala pia analianzisha. Hizo ni tabia kandamizi, tuzikatae. Kwa majina ni Askofu Johnson Lugenge, ni mwenyekiti wa bodi ya Tawia. Kulingana na mwongozo huu ambao umetolewa, utatusaidia sana kama viongozi wa dini kwa ajili ya kuepuka migogoro isiyo ya lazima, haswa inapotokea misiba, haswa wenzi wa kiume wanapotangulia na kubaki wajane. Wosia sio jambo ambalo ni geni. Kibiblia tunaona ya kwamba kwenye Waebrania 9 mstari wa 16 hadi 18, kiangalia pale utaona ya kwamba yametolewa maelekezo ambayo yanaoana. Na ukiangalia mwanasheria hapa alivyokuwa anatufafanulia, akawa anaeleza sababu mojawapo ya kumnyima aliyestahili kurithi nafasi yake au kile ambacho angekipata, labda ni kijana, mtoto amelala na mwenzi wa mama yake. Tunakuta tukio hilo lilitokea, ukisoma habari za Ruben, wakati wa usia wa baba yake ni kama alimwekea mapunjo fulani, na badala ya baraka ikawa laana kutokana na tendo hilo. Kwa hiyo hata sheria zetu zimezingatia maelekezo ya kidini.